Yesu alipokuwa njiani akielekea mjini aliona njaa. Alipoona njaa, pembeni ya barabara kulikuwa kuna mti uliokuwa mzuri wapendeza. Akatamani mti ule ausogelee ili aweze kupata matunda. Bahati mbaya zaidi mti ule ulikuwa hauna matunda kabisa. Basi ndipo Yesu akaghadhibika na mti ule akaulaani na ule mti ulinyauka. Tunajifunza nini hapa katika Mathayo 21 mstari wa 18 mpaka 19? Tunajifunza kwamba haijalishi wewe ni mzuri kiasi gani kwa watu kwa maana ya muonekano. Haijalishi wewe ni tajiri kiasi gani au ni mrembo kiasi gani. Kwa uzuri wowote unaofikiria wewe, kwa maana ya mtu akikutazama kwa macho ataona ule uzuri wako. Kama uzuri ule ndani yake hauna matunda, yani kama wewe hauna faida yoyote, kwa maana mtu mwenye njaa akija kwako hata shiba, basi wewe uko sawa sawa na ule mti ambao unapendeza kwa macho lakini hauna matunda ndani yake. Hivyo basi utaangamizwa na kunyauka. Ninakukumbusha, duniani watu wengi ni matajiri, watu wengi wamefanikiwa. Mafanikio yako yatakuwa ya maana kama yanaweza kusaidia watu wengine, lakini kama yanaweza kusaidia watu wengine, basi mafanikio yako hayana maana yoyote. Kwa maana hiyo, wewe ni mti unaopendeza kwa macho lakini hauna matunda ndani yake. Kama utajiri wako haumsaidii mtu yeyote, kama utajiri wako hauwasaidii watu wenye uhitaji, kama namna yoyote unavyohisi wewe ni bora zaidi, ubora ule hauna faida kwa watu wengine, basi wewe ni mti ambao unapendeza kwa macho, mti mzuri wenye majani mazuri lakini hauna matunda ndani yake. Kwa hivyo hakikisha unakuwa na matunda. Ni bora ukawa mti ambao haupendezi kwa macho lakini una matunda mazuri. Wewe ni bora zaidi kuliko mti ule unaopendeza, ule ustawi lakini hauna tunda hata moja. Kwa hiyo tujifunze kuwa na matunda. Matunda maana yake ni faida kwa wengine. Yeah.